Maajabu duniani. Huko Lausanne nchini Uswizi, mnamo miaka ya 1945 alizaliwa mwanadada Joseline Alice Wildenstein aliyekuja kushangaza ulimwengu mzima baada ya kuibadili sura yake aliyoumbwa na Mwenyezi Mungu ili mradi afanane na paka, kama kitu pendwa kwa mpenzi wake, mfanyabiashara na bilionea mkubwa sana. Maajabu duniani. Unaweza usimwelewe Joseline, lakini kuna mwanafalsafa alishakwisha kusema ya kwamba mapenzi ni ugonjwa mbaya sana wa akili. Wazo hili la mwanafalsafa Plato limethibitishwa kikamilifu sana na kiumbe huyu kutoka moja kati ya nchi za Ulaya zisizokuwa na pwani, yani bahari. Hii si nchi nyingine bali ni nchi ya Uswizi. Joseline Alice Wildenstein alithubutu kufanya upasuaji mkubwa, yani excessive plastic surgery, tena zaidi ya mara 24 kwa kutumia zaidi ya bilioni 5 za Kitanzania kutengeneza sura yake, hasa macho yake yapate kuonekana kama vile mnyama paka. Maajabu duniani. Alitaka kutengeneza sura yake ionekane kama mnyama paka, kitu kilichopendwa sana na mume wake ambaye alitamani siku moja wafunge naye ndoa. Yaani alifikiri uso wake unao uwezo wa kuutengeneza kwa vyovyote vile anavyotaka, kama vile thamani za ndani. Hakuna kikubwa alichokiwaza Joseline, hakujali madhara wala maumivu atakayoyapata, lakini mwilini mwake na hisia zake aliishi kutamani na kuwaza ya kwamba ni jinsi gani ana uwezo wa kumteka mmewe ili asifurukute kwingine. Baada ya kufanya ujanja wote, jina lake likabadilika na dunia nzima sasa ikamtambua kama Catwoman, yani mwanamke paka. Haikuwa rahisi sana, kwani mwanamke huyo alijaribu tukio hilo la kuibadilisha sura yake kwa zaidi ya mara 24. Yani alijaribu kutengeneza uso wake na kufanya upasuaji, tena kwa kutumia gharama kubwa sana za pesa, ili kusudi tu afanane na mnyama paka. Joseline alitamani sana mmewe aweze kufunga naye ndoa mara baada ya kufanana na paka. Kwa hesabu zake za kawaida ni kwamba Joseline alitumia zaidi ya bilioni 5 kufanya upasuaji huo ili tu afanane na paka. Bwana wake jina lake aliitwa Alex Wildenstein. Alikuwa na mapenzi na wanyama jamii ya paka, ambapo nyumbani kwake alimfuga paka wake jina lake aliitwa Lynx. Katika maisha ya wawili hao, Alex alionyesha kumjali sana paka wake, hasa juu ya macho yake aliyokuwa yanamvutia sana Alex. Kila muda alitamani kukaa karibu na paka huyo na kumwangalia. Jambo hili lilimchukiza sana Joseline na kuona wivu, na akaamua kuingia vitani ili mumewe apate kumpenda kama anavyopenda paka huyo. Lakini Mungu hajaribiwi, na usiwazi hata siku moja kumjaribu Mungu kwa kufanya kufuru kama alizofanya huyu Joseline. Licha ya kutumia kiasi kikubwa sana cha pesa, sura yake badala ya kufanana na paka na kuvutia kama ilivyokuwa dhamira yake, alianza kuharibika na kuwa mbaya sana kiasi cha kutovutia kabisa machoni kwa mumewe. Hali hii ilimfanya Alex kumtosa mwanamke huyo mara kwa mara na kuanza kumsaliti. Mwishowe alimtosa kabisa na kuamua kumrudishia fidia ya pesa alizotumia katika kutengeneza sura yake na kumwacha solemba. Maajabu duniani. Unaambiwa Alexis alitumia zaidi ya milioni 80 za Kimarekani kwa ajili tu ya kuvunja uhusiano wake yeye na Joseline. Hali hii hakuipenda sana itokee, lakini kulingana na uso wa Joseline kuharibika kupita kiasi, huyo Alexis akaona hawezi akaendelea kuishi na mwanamke mwenye muonekano mbaya sana, angalikuwa yeye ni bilionea mkubwa sana duniani. Hali hii ilitokea mnamo mwaka 1999 ambapo wanandoa hao walivunja rasmi mahusiano yao na Alexis akaamua kuoa mwanamke mwingine. Ukistajabu ya Musa, basi utayaona ya Firauni. Hasara roho
pesa ni makaratasi. Ukiona kuku kwa mganga, basi jua rangi yake ndiyo imemponza. Niite Jose T Smile, mzee wa Penta City Tunorio, mzee wa jicho la upendo, na nazidi kukusogezea maajabu mengi sana ambayo yamekwisha kutokea katika historia ya dunia hii. Maajabu duniani.